kumekuwepo na baadhi ya maeneo kupuuza jitihada hizo. Nimeshaelekeza na inaendelea kufuatilia utekelezaji wake. Mtu ana haraka kwenye shughuli yake, ana haraka, anaenda kwenye ofisi ya umma, anapeleka jambo lake, linapokelewa. Yule unakuta yeye hana haraka, yeye mshahara wake upo, anazungusha na kiti hivi, anazunguka, sikiliza, anamwambia uje kesho. Kesho akija ana shida, ana haraka, anaambiwa uje kesho kutu. Kesho kutu akija anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akija anaanza kuulizwa, hivi ulisemaje? Anaamua basi abebe bango tu, asubiri siku rais anakuja ama kama rais ama waziri mkuu, abebe hata bango basi ili alisome hata kwa mbali, kwa sababu hapa kwenye ofisi ameshaenda, amezungushwa. Akibeba hilo bango kwenye mkutano, na hilo bango ananyang'anywa kabla kiongozi mkuu hajafika. Sasa nimesema na haya ndio maelekezo ya serikali. Viongozi ngazi zote, hapa tulikuwa tunamalizia mwaka hapa, viongozi ngazi zote, nendeni waliko wananchi. Na ninyi hapa nimewaibia mtihani. Wale walio wa biashara, fikeni sokoni muone watu wana shida gani. Fikeni kwenye kazi watu wanakofanyia kazi, jueni wana kero gani. Inayowazidi nguvu pelekeni ngazi ya juu. Ngazi ya juu isipelekwe na mwananchi moja, tunawasumbua. Maana ya ugatuaji wa madaraka ni mwananchi apate huduma pale pale alipo. Suluhisho sio kunyang'anya bango, suluhisho ni kutatua kero yake, hata beba bango. Rais ametoa magari kila sekta, kila ngazi, magari, sehemu zingine pikipiki. Haya si magari ya kuendea semina, haya si ya kuendea kwenye vikao, ni ya kuendea waliko wananchi. Wananchi wapo, wanaoonewa wapo. Anafuatilia mpaka nauli yake inaisha, anaamua kuugulia tu, anaacha jambo lake, nauli imeshaisha, ameshafuatilia, jawabu hajapata. Wapo. Kama leo hii nimepata taarifa nikiwa nakuja hapa, kuna mama mmoja pale Arusha, katika kuaminiana, Watanzania tuna tabia hiyo ya kuaminiana. Katika kuaminiana akamwamini kijana mmoja amsaidie kuprocess mkopo, aprocess mkopo kwa ajili ya kampuni yake. Hiyo mama, yeye na mume wake wamemwamini, wanajua ni kijana wao. Yule kijana badala ya kwenda kuprocess mkopo kwa ajili ya wale waliomuomba, alivyochukua zile hati akaenda akakopea yeye. Alivyokopea yeye, garanti kaweka zile hati alizopewa na yule mama. Yule mama amekaa anasubiria apate mkopo kwenye taasisi yake afanyie kazi. Anaambiwa huku nenda, imeenda. Baada ya hapo yule kijana amechukua milioni karibu 600, halipi zile fedha. Yule mama hakupata mkopo kwa kupitia hati yake. Yule aliyekopea hajalipa mkopo, mama anaenda kusumbuliwa. Nimeona juzi anatolewa vitu kwenye nyumba yake ili iuze. Halafu yule aliyefanya hivyo, yeye na ndugu zake wanadunda, wamepiga mkanda nje na tai, kwa sababu ana hela na inawezekana amefanya dili kila sehemu. Nimemwelekeza RPC amsake yule kijana, amkamate. Hata kama atakamata ukoo mzima, wakamatwe, walipe fedha zile. Hawezi mama maskini akaanza kudaiwa, anakosa pa kukaa, alafu mtu aliyechukua fedha yupo anatembea mkanda nje hapo. Alafu watu wengine mambo haya yakiudhi namna hii, nikiongea hivyo anasema waziri mkuu anafoka. Unataka watu wa aina hii ni waimbie pambio? Upumbavu wa aina hiyo mimi siwezi kufanya. Zikamatwe, alipe hiyo fedha. Hawezi akaenda kukamatwa mama yule na mtu aliyepokea fedha yupo na anadunda na amepiga tai na mkanda nje.
RPC kamata hata ukoo mzima. Hatuwezi tukawa na ruhusu hivi vitu vya kitapeli tapeli hivi vinafanyika itapeli tapeli. Inawezekana na pale benki huko afisa mmoja akashiriki, wanachora mchongo, anagawana fedha hiyo, alafu anajua atasumbuliwa mama yule kule. Tunamwachaje mtu anadunda aliyechukua fedha alafu tuna kumsumbua mama kwa sababu hana hela? Vyombo vyote vya dola pale Arusha, pambaneni na huyo asakwe popote pale alipo, akamatwe na asitoke mpaka hiyo fedha itoke. Sasa na natambua pia hapa Dar es Salaam tuna shida ya mambo ya ardhi.